Habari achievers, na naomba nifanye conclusion ya ule uwekezaji tuliokuwa tumeanza kujifunza kuhusu lump sum ama monthly investing. Sasa kama mtakumbuka, ndio maana hapa nikasema naomba tukumbuke, kwa sababu bila kukumbuka inawezekana usijue tumeanzia wapi hii topic. Inabidi urudi nyuma uangalie video zilizopita, lakini tuliangalia kwamba kuna mtu anawekeza lump sum milioni 2, anapata return asilimia 12 kwa muda wa mwaka mmoja. Tukaona faida yake inakuwa ni 240,000. Lakini tukaona pia mtu mwingine ambaye anawekeza milioni 2, japo yeye ataiweka kwa mwezi. Kwa hiyo kila mwezi ataweka 166,666 na senti 67 kwa rate ile ya asilimia 12 kwa mwaka, na kipindi ni mwaka. Tukaona yeye anapata faida ya 133,754. Swali likali linakuja, ndio nikasema kwamba swali la kwamba nani of course swali la kwamba kwa nini lump sum anapata pesa nyingi kuliko anayewekeza kwenye monthly. Nikasema nitakuja kuleta majibu. Kwa hiyo ndo hapa nikauliza swali, kwa nini utofauti wa faida na kati ya amount zimeinvestiwa mwisho wa siku zitakuwa tu sawa, na interest ni sawa na kipindi ni sawa, lakini tunaona hapa kwenye faida kuna utofauti. Na sababu ni kwamba kwenye lump sum investment pesa inakaa yote kwa muda wote sokoni. Manake pesa inakaa kwa muda mrefu sokoni, na ni pesa yote ile milioni 2 yote inakaa kwa muda wote wa mwaka mzima, ama kwa kipindi kirefu kama ikiwa ni zaidi ya mwaka, in case kama utaamua kufanya mfano wa zaidi ya mwaka. Kwa hiyo ni kwamba pesa inakaa muda mrefu sokoni, inaendelea kuzaa faida juu ya faida. Kwa hiyo inakuwa ni return on return on return kwa muda wote mrefu. Usisahau compound interest, sawa? Lakini kingine, monthly pesa inayokaa muda wote sokoni ni ile investment ya kwanza tu ya utakayoweka. Kwa mfano mwanzoni mwa mwaka kama Januari, ukiweka ile portion ya Januari ambayo ni 166,666 na senti 67, hii ndio itakuwa imekaa kipindi chote cha miezi 12. Lakini zinazofuata zitaanza kupungua. Ya Februari itakaa miezi 11, ya March itakaa miezi 10 na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo unakuta sio pesa yote inayokaa sokoni. Kwa hiyo sio pesa yote inayoweza kuleta return on return kwa muda unaolingana, na hiyo ndio inapelekea pana kuwepo na hicho tunasema kwamba inakuwa ni 133, kwa sababu sio milioni 2 yote imekuwepo sokoni for that long. Ni ile sehemu tu ya kwanza ya hii hapa. Lakini vipindi vingine, kwa mfano hela utakayoweka Disemba, hiyo itakaa tu siku 30, you see, na kati huku the whole amount imekuwepo sokoni kwa muda mrefu. Na ndio maana wanasema kwamba sokoni kinachojalisha sana sio timing ya soko, lakini it's time in the market. Kwa hiyo tofauti ya hivi vitu viwili inaletwa na hiyo concept inayoitwa time in the market. The time the investment iko sokoni, time in the market, na sio timing the market. Kwa hiyo ukispend more time in the market unapata pesa zaidi kuliko kufanya timing za hapa na pale, unaingia unatoka. No. Time in the market is what counts. Kwa hiyo huyu anakuwa na time kubwa in the market miezi yote 12, lakini huyu atakuwa na vipande vya uwekezaji ambavyo vina mida tofauti katika soko ambazo sio exactly full time. Kwa hiyo hapa tutakuja kuexplain kwamba sababu pia ukitaka kuexplain zaidi ni kwamba ni ile concept ya time in the market versus timing the market. Alafu advantage ya kuwekeza kwenye monthly, japokuwa tumeona hapa kwamba faida yake ni ndogo, lakini ina advantage. Kwa mfano nini? Unapata nafasi ya kuwekeza kiasi ulichonacho, sio mpaka usubiri pesa iwe nyingi. Kwa hiyo unaanza na kile ambacho unacho. Lakini uwekezaji kidogo kidogo unakusaidia kuepuka hasara. What if umewekeza miezi 2 alafu kule ulikwenda kuwekeza wakapata majanga, uwekezaji ukaharibika, basi unakuwa kwamba umeepuka kupoteza pesa nyingi, unlike yule ambaye atakuwa ameweka the whole amount mwezi wa kwanza. Lakini pia uwekezaji mdogo unapunguza wasiwasi. Maana kuna watu huwa wanakuwa na wasiwasi sana, especially wanapoanza kuwekeza. Wanahisi kwamba nikishawekeza tu mimi ndio mambo yataenda kuharibika. Kuna hiyo mentality pia iko sokoni, kwamba nikishawekeza tu mimi mambo ndio yatakwenda mramba. Kwa hiyo sasa akiona amekaa wa kwanza hajaenda mramba, wa pili hajaenda mramba, kwa taratibu anaanza kubuild confidence. Unashangaa miaka 10 imepita, uwekezaji haujawahi kucollapse na anaendelea kupata faida. Kwa hiyo wale ambao wanasumbuliwa na investment anxiety,
mdogo mdogo is a solution. Kwa hiyo ndio maana tunasema sio kwamba ni mbaya entirely, japo hautapata interest kubwa kama utakavyopata kwenye lump sum. Lakini lump sum ni kwamba weka pesa yako yote sokoni kwa wakati mmoja na inaanza kufanya kazi immediately. Umeweka pesa leo saa 2 asubuhi, inaanza kufanya kazi saa 2 asubuhi hiyo hiyo, na ni yote kwa muda, yani ni amount yote kubwa na kwa muda wote. Lakini pia inaokuwa muda na energy wa kufanya periodic investment. Kila wakati weke standing order, mara uende ukapeleke, mara ununue. Kwa hiyo inakuwa inakuokolea muda, lakini pia inakuokolea energy. Lakini pia inapunguza gharama. Kama kila unapoenda kuwekeza unachajiwa charges kama commissions na investment charges zingine, the more you do monthly unazidi kuongeza hizo commission na hizo charges. Ukifanya tu mara moja unachajiwa mara moja, inakuwa imetoka. Lakini pia unapata return kubwa kuliko uwekezaji mdogo mdogo, na hiyo tumeprove kwa sababu huyu hapa kwenye lump sum alipata 240,000, lakini kwenye monthly ilikuwa ni 133,754. Kwa hiyo hizo ni sababu. Cha msingi kabisa, it is time in the market and not timing the market. Umeona kwamba it's time in the market. Uko sokoni muda gani? Hiyo ndio inaleta tofauti. I hope tumeelewana, na usifocus tu kwamba mpaka upate pesa nyingi ndio uwekeze. Kama hauna, nenda mdogo mdogo. Fanya tu ile monthly, lakini kama una mzigo mahali, nenda kautumbukize kwenye lump sum, uendelee kupata faida kubwa kubwa. Asante, na muendelee kutuuliza kwa sababu kipengele ni cha Ask Achieve. Kama una swali, unataka kusaidiwa kufanya calculations mbalimbali, nitafute nikusaidie kufanya calculation ili uweze kupata kujua uchukue approach gani kwenye uwekezaji. Maana uwekezaji umejaa approach nyingi sana, ila unaangalia ambayo unaiweza na ambayo inaendana na hali yako ya kimaisha kwa wakati huo. Karibu sana Achieve Finance and Ask Achieve Finance. Tuko hapa kukujibu.